Naitwa Julius Alijaji, mtaalamu bingwa wa saikolojia na afya ya akili, Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Milembe. Kwa tatizo la watu kushikwa bega na kulalamika kwamba nyeti zao zimepotea, kwetu sisi inakuwa ni sehemu ya uvumi ambao unaotokana na mila, imani ambazo zinakuwepo kwenye jamii ambazo zinaweza zikamwathiri mtu kisaikolojia, na tatizo hilo linaambatanishwa hasa na fikra hasa ambazo mtu anakuwa nazo, na kitaalamu kulingana na tafiti ambazo zimefanyika, changamoto hiyo huitwa Koro syndrome. Okay, Koro syndrome ni nini? Koro syndrome ni jina ambalo lilitafitiwa na sana likiwa na asili ya lugha ya Kihimalai, ambayo inamaanisha kwamba kichwa cha kobe kimeingia ndani ya gamba lake. Kobe ana gamba ambalo kichwa chake ukimgusa anaweza kaingiza ndani. Kwa hiyo mtu ambaye anapitia changamoto ya Koro syndrome, maeneo yake ya via vya uzazi, maeneo yake ya nyeti zake yanaingia ndani. Kwa mfano wa kichwa cha kobe kimeingia ndani ya gamba lake. Na kwa tafiti zilizopo ni kwamba changamoto hii haijatokea tu kwa Tanzania, lakini tunaona kwamba kwa miaka ya 2010, 1970 na hadi 2020 imeweza pia kutokea kwa taifa la India, lakini China miaka 1984 hadi 85 takribani wananchi wa China 3000 waliathirika, lakini matukio haya pia yalikuwepo 1948, 1955, 1966. Lakini kwa nchi kama Nigeria miaka 1970 hadi 1980 yalikuwepo, na tatizo kubwa zaidi kwa Nigeria lilikuwa 1996 na 1997, ambapo tatizo hili kwa Nigeria lilikuwa linaitwa juju, ambapo lilikuwa linaitwa genital theft, kwamba watu walikuwa wanaiba zile nyeti zao. Na kwa Nigeria pia ilikuwa imeripotiwa pia kwa wanawake walikuwa wanapata changamoto hiyo. Lakini kwa taifa kama Kongo mwaka 2008 iliweza kutokea Kinshasa pale, lakini hata hivi karibuni Kongo matukio hayo yalipotiwa. Lakini kwa Singapore pia ilitokea 1967 ambapo idadi ya watu 97 waliathirika. Tena hao walikuwa hospitalini wakiwa ni wagonjwa, kukawepo na uvumi uliohusisha nyama ya nguruwe kwenye chakula, hivyo wagonjwa wale wakapata changamoto hii. Kwa changamoto ambazo mtu anapata baada ya kuwepo kwa uvumi kwenye jamii, cha kwanza huaga uvumi wowote huanzisha hofu na hofu hili inakuwa ni hofu kali ambayo mtu humsababishia wasiwasi, na hii hupelekea kwamba mtu anapokuwa ameshikwa bega, kikawaida mwili huaga una respond kwamba kuna kitu kimekugusa. Sasa unapokuwepo uvumi na unaambatanisha tukio husika kwamba mimi nikishikwa bega nyeti yangu itapotea, inatokeaje? Kwamba mwili unapo respond mara nyingi una respond kwa hofu kali, ambao mara nyingi husababisha, kwa Kiingereza wanaita panic attack. Mtu akishapata panic attack, kuna mabadiliko ambayo tunayaona kwenye mwili wake. Cha kwanza huaga kuna mwili kutetemeka, cha pili kuna mwili kusisimka, cha tatu kuna wengine wanasikia hadi mapigo ya moyo yanaenda kasi, lakini cha nne kuna watu pengine wana freeze, wanaganda. Kwa hiyo mtu akiguswa na uvumi ule ambao una fikra hasi ndani yake, unampelekea sasa mwili kurespond. Kwa responding ya kutetemeka, responding ya pengine kichwa kuuma, responding ya kusisimka, ni response za kawaida ambazo hata kama hakuna uvumi, mtu akikugusa utapata taarifa. Lakini kinachoongezeka kwenye Koro syndrome ni kwamba mtu anapata panic attack ambayo hubaki tu kwa kipindi kifupi na huathiri direct eneo lake ambalo lina shida. Na wengi huaga wanakuwa na hofu na wasiwasi ambao tunaita anxiety. Wanakuwaga ni waoga. Hasa anapoongezeka na uvumi, unakutana huyu mtu kwa asili yake ana asili ya changamoto ya uoga, ambao pia ni changamoto ya afya ya akili. Wengi wana hizo generalized anxiety disorder. Ikaongeza kwamba huyu mtu pia pengine ana msongo wa mawazo, ana stress, na pengine sasa huyu mtu kwa siku 2-3 zilizopita ameshuhudia huo uvumi ukiendelea katika mitaa yake. Anapoguswa na anashambuliwa na panic attack, inampa hizo dalili, na anavyosisimka sasa tayari anaanza kuchanganyikiwa kwa sababu atahusisha mwili wake, na anavyojichungulia pengine akakuta
yale maumbile yake yamesinyaa kawaida, kwa sababu uume hadi usimame ina maana umekuwa stimulated, misuli ile imejaa damu. Hasa wakati huo uume umelala tu kawaida, jumlisha sasa umepata shambulio la uoga mkali. Kwa nyeti kupotea inaweza ikawa kwa jinsia zote, inaweza ikawa kwa wanaume na inaweza ikawa kwa wanawake, na niseme tu kwamba hazipotei ila zinasinyaa, zinaweza zikapungua kwa sababu ile hofu kali anayokuwa nayo. Akisha kuwa na hofu kali ni kwamba tu kwamba ile misuli ni kama mtu ambaye yuko kwenye baridi, kwamba misuli ile inasinyaa, ameshambuliwa na hofu kali. Kwa sio kwamba inapotea kwamba haipo, hapana, zinakuwepo. Na walio wengi sasa inapoambatanishwa na kuchanganyikiwa, akijiangalia anaona hazipo kwa sababu tayari amechanganyikiwa, ambao tunaita kwamba wengine wanapata tunaita depersonalization na derealization, kwamba anajihisi sio yeye. Namna ya kutibu changamoto hii, ya kwanza ni kumfanya mtu awe sehemu tulivu ili aweze kuondoka kwenye ile hofu na uoga mkali alionao kulingana na tukio hilo. Akishapata eneo ambalo limetulia kwa muda mchache sana, saa moja hadi masaa mawili, anaweza kama ametulia na nyeti zake zitarejea kawaida. Kwa ambao anapata changamoto ya muda mrefu, anaweza sasa kaichukua hadi siku 2, ambapo huyu anaweza kahitaji huduma zaidi zikihusisha tiba za saikolojia, na hapo ambao sasa inakuwa ni chanzo au kichocheo cha yeye kuibuka kwa ugonjwa wa wasiwasi. Sasa ikishaibua hicho kitu, tayari huyo mtu atahitaji matibabu zaidi, ambapo pengine atahitaji kutumia dawa ambazo ataona wataalamu wa afya ya akili na saikolojia, lakini pia atahitaji matibabu ya saikolojia ambapo yatahusisha kubadilisha fikra hasi ambazo anazo katika kichwa chake, na ukishazibadilisha zile fikra hasi, huyu mtu tayari anaweza akabaki kwenye mazingira yake ya kawaida na akafanya kazi vizuri. Na mara nyingi, narudia tena, mara nyingi haizidi siku 2 huyu mtu akiwa kwenye changamoto. Huyo ni ambaye amechukua muda mrefu, hadi pale tu itakapokuwa kichocheo cha kuibuka kwa changamoto au magonjwa mengine ya akili ambayo alikuwa nayo.